Nimesimama hapa mbele yenu kuarifu rasmi kwamba tarehe 17 ya mwezi wa 3 2026 tutakuwa tunaadhimisha miaka mitano ya kuondokewa na mpendwa wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliyekuwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 5. Katika maadhimisho haya, familia ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli imefanya uratibu wa kuandaa misa kubwa kwa ushirikiano na serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Na misa hiyo itaanza saa 3 kamili asubuhi tarehe 17 ya mwezi wa 3 2026 katika makazi ya hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Na kwa upande wa serikali tunatarajia uwepo wa viongozi wetu wakuu, Dr. Emmanuel John Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anayetarajiwa kuwasili tarehe 16 ya mwezi wa 3 2026 mchana kwenye saa 7. Lakini vile vile tunamtarajia rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambaye tunatarajia atawasili asubuhi ya tarehe 17 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Na viongozi wetu hao wakuu wote watawasili katika uwanja wa Chato. Makamu wa rais atawasili kesho saa 7 mchana katika uwanja wa Chato, lakini rais wa Zanzibar atawasili kesho kutwa asubuhi saa 2 katika uwanja wa Chato. Nitumie nafasi hii kwanza kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kulibeba jambo hili na kushirikiana na familia kuhakikisha kwamba maandalizi ya kumbukizi ya miaka mitano ya hayati Magufuli yanakuwa makubwa zaidi. Lakini pili, nishukuru na kupongeza familia ya hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa namna ambavyo umetoa ushirikiano katika maandalizi haya ili kuwaruhusu wa Tanzania kujumuika pamoja katika kuhakikisha kwamba tunaifanya kumbukizi hii inakuwa ya kihistoria. Kama mnavyofahamu, serikali kwa upande wake imeendelea kutimiza wajibu wake wa kuhakikisha kwamba familia ya hayati Magufuli inahudumiwa kwa mujibu wa sheria na taratibu za viongozi wetu wakuu. Lakini vile vile kama mnavyofahamu, misa kama hizi ni jambo kubwa ambalo linawafanya Watanzania wote bila kujali rangi, dini, kabila na mara anapotoka kujumuika pamoja kufanya kumbukizi na kumkumbuka hayati Magufuli kwa mema na mambo makubwa ambayo aliyafanya. Nitumie nafasi hii kwa wananchi wa mkoa wa Geita na Watanzania wote bila kujali anakotoka na dini alionayo, tushiriki kwa pamoja, kwanza kuhakikisha kwamba tunapokea viongozi wetu, lakini pili, tujitokeze kwa wingi katika misa ambayo itaongozwa na Baba Askofu Severin Remgis, askofu wa Jimbo Kuu Katoliki la Rulenge Ngara, na watakuwepo maaskofu wengine ambao wamesha confirm ushiriki. Lakini vile vile ukiacha viongozi wakuu wa serikali, wako viongozi ambao wameonyesha uwepo wao katika siku ya tarehe 17 ya mwezi wa 3 2026, na viongozi hao ni pamoja na viongozi wetu wastaafu wakuu wakiwepo Dr. Philip Mpango ambaye tutamtarajia atawasili, Mheshimiwa Dr. Kassim Majaliwa waziri mkuu mstaafu tunatarajia atawasili, na viongozi wengine ambao tutaendelea kujulishana kadri muda unavyoendelea. Kwa hiyo nimewaita hapa ndugu waandishi wa habari kuarifu rasmi kwamba tarehe 17 ya mwezi wa 3 2026 tutakuwa tunaadhimisha miaka mitano tangu kuondokewa na hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, na familia kwa ushirikiano wa serikali ya awamu ya 6 imeandaa maadhimisho haya ya kuwa makubwa zaidi, na tunashukuru sana Kanisa Katoliki. Shughuli hiyo na ibada hiyo wataongoza kupitia kwa Baba Askofu. Kwa hiyo ni vyema wananchi wa mkoa wetu wa Geita kuonyesha mapenzi yetu kwa hayati Magufuli, kuunga mkono jitihada za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan za kuendelea kuwaenzi na kuwakumbuka waliotangulia na hususan marais. Tujitokeze kwa wingi kushiriki katika ibada hiyo na kuendelea kumwombea Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa kazi nzuri alifanya kwa taifa letu, lakini pia kwa namna ambavyo alijenga umoja na mshikamano wa kitaifa. Juu ya utaratibu wa wananchi wa wilaya ya Chato na wananchi wa mkoa mzima, na farijika kuona kwamba uongozi wa wilaya ya Chato na hususan viongozi ngazi ya kata na uongozi wa wilaya kwa ushirikiano na ngazi ya mkoa tumeandaa utaratibu wa kuhakikisha kwamba wananchi wanafika saa 1 asubuhi katika makazi ya hayati Dr. John Joseph Magufuli kwa njia ambazo wameandaa vyombo vya usafiri vitakavyowaleta wananchi kutoka kwenye kata zao. Kwa wananchi wa wilaya zingine, wilaya ya Mbogwe, wilaya ya Nyang'hwale, wilaya ya Bukombe, wilaya ya Geita, na kwenye viongozi wake wameweka utaratibu wa kuhakikisha kwamba viongozi wanafika tarehe 17 ya mwezi wa 6
mwezi wa 3 2026 mapema iwezekanavyo kuanzia saa 1 ili kuwahi ibada, ili viongozi wetu wakuu wanapoingia basi sisi wananchi tuwe tumeshafika na kuketi katika viti ambavyo vimekwisha kuandaliwa. Shughuli zingine labda baada ya ibada? Shughuli zingine ikimalizika ibada ni kwenda tu kwenye kaburi, kuzuru kaburi na kufanya dua, na baada ya hapo wananchi wataruhusiwa kuondoka kurudi majumbani.